Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale ambapo mnaendelea kutufuatilia. Tunawakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 13 za mwezi wa 6 mwaka 2026 ambako tunakuletea muhtasari wa matukio muhimu yaliyojiri ndani na nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tutakuletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi, maendeleo ya kisiasa, hatua mbalimbali za serikali pamoja na matukio ya kijamii na kibinadamu yanaendelea kugusa maisha ya wananchi. Basi endelea kuwa nasi katika dakika chache zijazo ili kupate habari zilizokusanywa kutoka kwenye vyanzo mbalimbali vya kuaminika na kwa usahihi, uweledi na hali ya juu. Mimi ni Teloje Lulonga na basi nakukaribisha kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Na ni Kivu News Info kila siku tunaendelea kuleta matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote ningekuomba na kusema kitu kimoja, kisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha ndio nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi ni yana mengine zaidi ni katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Basi karibu tukupashe. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika mkoa Kivu Kaskazini baada ya shambulizi lingine la waasi wa ADF kusababisha vifo vya watu wasiopungua na 5 na kutekwa nyara kwa raia kadhaa katika eneo la Kididiwe karibu na mji wa Beni. Shambulizi hili limetokea siku ya jana Ijumaa tarehe 12 Juni katika eneo la Mayangosi ambalo ni moja ya maeneo muhimu ya kilimo yanayolalisha maelfu ya wakazi wa mji wa maeneo ya jirani katika mji wa Beni. Tukio hilo limezua hofu kubwa miongoni mwa wananchi ambao tayari wamekuwa wakiishi katika mazingira ya wasiwasi kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya makundi yenye silaha. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, kabla kushambulia Mayangose, waasi hao walikuwa wameonekana katika baadhi ya maeneo ya Boikene. Baadaye walielekea katika maeneo ya mashamba ya Mayangose ambako walikutana wakulima wakirejea nyumbani baada ya kumaliza shughuli zao za kila siku mashambani. Mmoja wa manusura wa tukio hilo alieleza kuwa washambuliaji hao walitekeleza operesheni hiyo kwa utaratibu uliopangwa vizuri. Kulingana na ushuhuda wake, waasi hao waliwazuia wakulima katika maeneo ya Kanimusehe na Makini kabla ya kuanzisha kuwakamata mmoja baada ya mwingine. Mashuhuda wanasema kuwa waathirika hao walifungwa kamba mikono na miguu kabla kufanyiwa mauaji. Taarifa zinaonyesha kuwa watu wasiopungua 5 waliuawa katika ukatili mkubwa baada ya kushikiliwa na washambuliaji hao. Watu waliuawa walifungwa kwanza kamba ya kuua bila huruma, ameleza mmoja wa manusura ambaye alinusurika katika mazingira magumu na kufanikiwa kutoroka. Bana waliopoteza maisha, idadi kubwa ya raia waliotekwa nyara na kuondolewa eneo hilo la waasi. Hadi sasa idadi kamili ya waliotekwa bado haijajulikana, jambo linaloongeza hofu kubwa kwa familia za waathirika pamoja na wakazi wa eneo hilo. Manusura wa tukio wanaeleza kuwa baadhi ya watu waliotekwa walikuwa wakulima waliokuwa wakirejea kutoka mashambani, huku wengine wakiwa ni wakazi wa kawaida walikuwa njiani wakati wa mashambulizi hayo. Hali ni mbaya sana, watu wengi wamechukuliwa na waasi na hadi sasa wajukani walipo tunaishi katika hofu kubwa, amesema mmoja wa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za viongozi wa eneo hilo, baada ya kutekeleza shambulizi hilo, waasi waliondoka kuelekea upande wa Nyakele. Inaeleza kuwa walinuka na sehemu ya mateka waliokamatwa, jambo linaloashiria kuwa unaweza kuwapelekea katika maficho yaliyoko ndani ya misitu ya eneo hilo. Harakati hizo zimeongeza kwa wasiwasi mkubwa wa wananchi pamoja na vyombo vya usalama vinavyoendelea kufuatilia waasi hao. Wengi wanaona hofu kuwa mateka hao wanaweza kutumika kama nguvu za kulazimishwa au kushikiliwa kwa muda mrefu katika maeneo zinazodhibitiwa na kundi hilo. Mashambulizi ya hivi karibuni yanaonyesha kuongezeka kwa vitendo vya ukatili katika eneo la Beni licha operesheni za pamoja zinazofanywa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi la Uganda UPDF dhidi ya makundi ya waasi mashariki mwa nchi. Wakazi wa Beni wanaeleza kuwa mashambulizi yanaendelea kuathiri maisha yao ya kila siku, hasa shughuli za kilimo ambazo ndizo chanzo kikuu cha chakula na kipato kwa familia nyingi. Wakulima wengi sasa wanaogopa kwenda mashambani kutokana na hofu ya kushambuliwa au kutekwa nyara. Wataalamu wa usalama wanaonya kuwa hali hiyo inaweza kuongeza hatari kubwa kwa watumiaji wa barabara Beni Kasindi, ambao ni moja ya njia muhimu za usafiri za biashara katika eneo hilo.
Kuna hofu kwamba waasi wanaweza kutumia maeneo karibu ya barabara hiyo kufanya mashambulizi na kuvizia dhidi ya wasafiri na magari ya usafiri. Wananchi wanaendelea kutoa wito kwa serikali na vikosi vya usalama kuongeza ulinzi katika maeneo na ya vijijini na mashambani ili kuzuia mashambulizi mengine yanayoweza kuhatarisha maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Hadi sasa operesheni za kuwatafuta waliotekwa na kuwafuatilia washambuliaji au zinaendelea, huku familia za waathirika zikisubiria kwa wasiwasi taarifa kuhusu hatima ya ndugu zao waliopotea. Hali ya taharuki na wasiwasi imetawala miongoni mwa wakazi wa eneo la Ubwari katika sekta ya Mtambala wilayani Fizi baada ya kutokea tukio la kusikitisha usiku wa kuamkia tarehe 12 Juni mwaka 2026 katika maji ya ziwa Tanganyika. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na rais wa asisi ya kiraia ya nguvu aimu za Mtambala, Emedi Kahongo Bieneme, askari watatu wa polisi wa maji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepoteza maisha katika mazingira ambayo bado hajafafanuliwa kikamilifu kufuatilia mabadiliko yanayo kutokea kati ya vikosi vya polisi wa maji kilichokuwa kinafanya doria na wanajeshi wa majini la Burundi. Tukio hilo limeripotiwa kutokea katika eneo la Mizimu liko ndani ya kundi la Babwari kwenye mwambao wa ziwa Tanganyika. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwamba makabiliano hayo yalitokea majini usiku wa manane, alozua hofu kubwa kwa wakazi wanaotegemea ziwa hilo kwa shughuli zao za kila siku. Mbana askari watatu walipoteza maisha, polisi wengine mmoja alijeruhiwa vibaya wakati wa tukio hilo. Amehamishwa mjini Baraka kwa ajili ya matibabu na uangalizi wa kitabibu. Kwa sasa mwili wa mmoja wa polisi waliofariki tayari umepatikana, huku miili ya polisi wengine wawili wakiwa bado hawajaonekana. Timu za uokoaji na utafutaji zinaendelea kufanya operesheni katika eneo hilo kwa matumaini ya kuwapata waliopotea na kubaini kwa undani kilichotokea. Hadi sasa sababu halisi zilizosababisha tukio hilo bado haijajulikana. Hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka za kijeshi au za kiusalama kuhusu mazingira ya tukio hilo. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa uchunguzi unaendelea ili kubaini ukweli wa tukio hilo na kubaini wahusika. Wakati huo mashirika ya kiraia katika eneo la Mtambala yameeleza masitiko makubwa kufuatia tukio hilo, yamelaani vikali kitendo hicho na yakiyataja kuwa ni ya kinyama, kisicho cha kibinadamu na kisicho kubalika. Mashirika yanazitaka mamlaka husika kuingilia kati haraka, kufanya uchunguzi wa kina na kuhakikisha kwamba ukweli unajulikana ili wahusika wawajibishwe kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukio hilo limeongeza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika ziwa Tanganyika, eneo ambalo kwa miaka mingi na miaka hivi karibuni limekuwa likikabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama zinazohitaji ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na zinazozunguka eneo hilo. Shirika la kimataifa la matibabu la Médecins Sans Frontieres MSF Ufaransa limeeleza wasiwasi mkubwa kufuatia kuongezeka kwa matukio ya ujambazi wa kutumia silaha dhidi ya misafara yake ya kibinadamu katika eneo la afya la Kibirizi wilayani Rutshuru mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na shirika hilo, angalau matukio 6 ya ujambazi yameripotiwa kati ya mwezi Januari na Juni mwaka 2026 ambako magari ya wafanyakazi wa MSF yalilengwa na watu wenye silaha waliokuwa wakitekeleza majukumu yao na kutoa huduma za afya kwa wananchi. Kutokana na liyo ya usalama kuzorota, MSF imeonya kuwa inaweza kupunguza au hata kusitisha kabisa baada ya shughuli zake za binadamu ikiwa hatua madhubuti zitachukuliwa ili kuhakikisha usalama wa wafanyakazi wake na vifaa vinavyotumika kuhudumia wananchi. Swala hilo limejadiliwa kwa kina katika kikao cha uhamishaji kilichofanyika Jumatano tarehe 10 Juni katika ofisi kuu ya eneo la afya la Kibirizi. Kikao hicho kiliwakutanisha viongozi wa sekta ya afya pamoja na viongozi wa kijamii kwa lengo la kutafuta njia za kukabiliana na changamoto hiyo ya usalama. Akizungumza katika mkutano huo, mratibu wa muda wa mradi wa MSF Ufaransa katika Kibirizi, Flores Salumu Luko, alieleza kuwa mashambulizi dhidi ya msafara ya shirika hilo yameongezeka kwa kiwango kinachotia wasiwasi. Alibainisha kuwa magari ya shirika hilo yameshambuliwa mara kadhaa katika barabara Kiwanja kuelekea Kanyabayongo, hususan katika eneo la Busendo. Mashambulizi mengine yameripotiwa katika njia za Rwindi kuelekea Kibirizi pamoja na Kibingu kuelekea Kibirizi. Barabara hizo ni muhimu kwa usafirishaji wa dawa, vifaa vya matibabu na wafanyakazi wanaotoa huduma kwa maelfu ya wananchi katika eneo hilo. MSF imekumbusha kwamba matukio yao si mapya. Kati ya Novemba na Disemba mwaka 2025, mashambulizi mengine yalirekodiwa katika barabara zinazounganisha maeneo ya Kiwanja, Kanyabayonga, Rwindi na Vichumbi. Katika baadhi ya matukio ya awali, wafanyakazi wa kibinadamu waliripotiwa kufanyiwa vitendo vya ukatili, mateso na unyanyasaji kabla ya kuporwa vifaa vyao na mali mbalimbali zokuwa zikisafirishwa kwa ajili ya huduma za afya.
Shirika hilo linaonya kwamba bila hali hiyo ya ukosefu wa usalama inaweza kuwa na athari kubwa kwa wananchi wanaotegemea huduma zake. Maelfu ya wakazi wa chifu ya Bwito wanapata huduma za matibabu kupitia Msefe, na kusitishwa kupunguzwa kwa shughuli za shirika hilo kunaweza kuathiri upatikanaji wa huduma muhimu za afya katika eneo hilo. Viongozi wa jamii na wadau wa sekta ya afya wameombwa kuongeza juhudi za kuhakikisha na kuhamasisha wananchi kuhusu umuhimu wa kulinda wafanyakazi na wa kibinadamu, na kuhakikisha kwamba mashirika yanayotoa msaada yanaweza kufanya kazi zao bila vitisho wala mashambulizi. Lengo la kikao hicho ilikuwa ni kuimarisha ushirikiano kati ya jamii na wadau wa kibinadamu pamoja na kuhamasisha viongozi wa eneo hilo kuchukua nafasi ya mbele katika kupinga vitendo vya ujambazi na uhalifu vinavyoendelea kuhatarisha usalama wa kibinadamu. Kwa sasa eneo la Kibirizi linaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa waasi wa M23, huku makundi mengine yenye silaha yakiendelea kuwepo katika baadhi ya maeneo ya Ruchuru. Katika mazingira magumu ya kiusalama, MSF Ufaransa inabaki kuwa miongoni mwa mashirika machache ya kibinadamu yanaendelea kutoa huduma za afya kwa wananchi wanaokabiliwa na madhara ya mzozo wa muda mrefu katika sehemu hiyo ya Kivu Kaskazini. Wachambuzi wa masuala ya kibinadamu wanaonya kuwa endapo usalama utaimarishwa haraka, kuna hatari ya maelfu ya wananchi kukosa huduma za matibabu, jambo ambalo linaweza kuongeza mateso ya watu ambao tayari wameathiriwa na vita, ukosefu wa makazi na changamoto nyingine za kibinadamu. Wakati hali ya usalama ikiendelea kuzorota katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, takwimu mpya zimeonyesha ukubwa wa madhara yanayosababishwa na mashambulizi ya kundi la ADF katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mbunge wa kitaifa anayewakilisha eneo la Beni, Karli Nzanzu Kasivita, zaidi ya watu 15,000 wamepoteza maisha kutokana na mashambulizi yanayohusishwa na kundi hilo tangu mwaka 2014. Takwimu hizo zimeonyesha kuwa kwa ustani watu wapatao 1250 wamepoteza maisha kila mwaka kutokana na vitendo vya ADF. Hii ni sawa na wastani wa zaidi ya watu 100 wanaodaiwa kuuawa kila mwezi katika maeneo yaliyoathiriwa na mashambulizi hayo. Bana vifo, maelfu ya familia zimelazimika kukimbia makazi yao, huku wengine wakikabiliwa na hali ngumu ya kibinadamu kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara yanolenga vijijini, mashamba, masoko na maeneo mengine ya makazi ya wananchi. Kutokana na hali hiyo inaendelea kuleta majonzi kwa wananchi wa Kivu Kaskazini na Ituri, mbunge Karli Nzanzu Kasivita ameamua kuwasilisha mapendekezo mapya kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kuimarisha mapambano dhidi ya kundi hilo la uasi. Katika barua aliyomwandikia rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mnamo tarehe 4 Juni, mbunge alieleza kuwa licha juhudi za kubwa zinazofanywa na vikosi vya usalama, mashambulizi ya ADF yanaendelea kusababisha vifo na uharibifu mkubwa. Kwa msingi huo, amependekeza kubuniwa kwa mkakati mpya unaoweza kuendana na mbinu zinazotumiwa na waasi hao. Miongoni mwa mapendekezo yake ni kuimarishwa kwa operesheni za kijeshi kwa kuzingatia namna ADF inavyofanya mashambulizi yake. Kulingana naye, ni muhimu kwa vikosi vya usalama kubadilisha mbinu za operesheni ili ziweze kukabiliana kwa ufanisi zaidi na mbinu zinazotumiwa na waasi hao na kufanya mashambulizi ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali. Pia amesisitiza umuhimu wa kuimarisha mifumo ya ukusanyaji wa taarifa za kiteknolojia pamoja na ufuatiliaji wa maeneo yanaonekana kuwa katika hatari kubwa ya kushambuliwa. Anaamini kuwa taarifa za mapema zinaweza kusaidia kuzuia mashambulizi kabla hajatokea, na hivyo kuokoa maisha ya wananchi wengi. Mbunge huyo amependekeza pia kuanzishwa kwa vikundi vya kujilinda vinavyosimamiwa na serikali. Kwa mujibu wake, vikundi hivyo vinaweza kusaidia katika ulinzi wa jamii ikiwa vitapatiwa mafunzo, usimamizi na mwongozo unaofaa kutoka kwa mamlaka husika. Pendekezo lingine ni kuimarishwa kwa mfumo wa polisi wa karibu na wananchi, ambako jamii za wenyeji zitashirikishwa zaidi katika juhudi za kulinda usalama wao na maeneo yao. Anaamini kwa ushirikiano wa karibu kati ya wananchi na vyombo vya usalama unaweza kusaidia kutambua harakati za makundi yenye silaha na kwa haraka zaidi. Hatua ya mbunge Karli Nzanzu inakuja wakati ambako hali ya kuzingirwa maarufu kama etat de siege inaendelea kutumika katika mikoa Kivu Kaskazini na Ituri. Mfumo wa kipekee wa usimamizi wa usalama ulianzishwa na serikali ya Kongo kwa lengo la kuimarisha vita dhidi ya makundi yenye silaha na hatarisha usalama wa wananchi. Hata hivyo, licha ya kuwepo kwa hali hiyo ya kipekee, mashambulizi yanaendelea kutoka katika maeneo mbalimbali, hususan katika mji wa Beni, wilaya ya Beni, Mbau, Ngadi, Boikene na maeneo mengine yanayozunguka mkoa huo. Wananchi wa maeneo wanaendelea kutoa wito kwa serikali kuongeza juhudi za katika kurejesha amani na usalama, huku wakieleza kuwa wanahitaji hatua madhubuti zitazoweza kukomesha kabisa mauaji, utekaji nyara na mashambulizi ambayo yanaendelea kuwagharimu maisha ya watu kwa zaidi ya muongo mmoja.
Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa mapendekezo yaliyowasilishwa na mbunge Karli Zanzu yanaweza kuchangia mjadala mpana kuhusu namna bora kuimarisha vita dhidi ya ADF, kundi ambalo limeendelea kuwa moja ya vitisho vikubwa vya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Viongozi kadhaa mashauri na wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walijeruhiwa siku ya jana Alhamisi tarehe 12 Juni mjini Kinshasa wakati wa maandamano yaliyoandaliwa na muungano wa vyama vya upinzani unaojulikana kama C64. Maandamano yalikuwa kilenga kupinga kile waandaaji walichokitaja kwa jaribio la kubadilisha katiba ili kuruhusu mula watatu wa rais wa sasa wa Felix Antoine Tshisekedi. Kwa mujibu wa viongozi wa muungano huo, miongoni mwa waliojeruhiwa ni Martin Fayulu, Deli Sesesenga, Jean-Marc Kabunda na Ados Ndombasi. Viongozi wao walikuwa sehemu ya maandamano yaliyopangwa kufanyika mbele ya jengo la bunge la taifa maarufu kama Palais du Peuple. Waandaaji wa maandamano pia walimeripoti kuwa watu wengine kadhaa walijeruhiwa wakati wa vurugu hizo zilizozuka kati ya waandamaji na vikosi vya usalama. Wamezungumzia uwepo wa vifo miongoni mwa washiriki wa maandamano hayo. Hata hivyo, hadi kufika wakati wa taarifa hizi zilizotolewa, madai ya vifo hivyo bado hayathibitishwa na vyanzo huru wala mamlaka za mji wa Kinshasa. Maandamano yalikuwa yamepangwa kufanyika kwa mfumo wa mkusanyiko wa amani au sit-in mbele ya ukumbi wa Palais du Peuple, lakini siku moja kabla ya kufika kwake, mamlaka zaidi za Kinshasa yalitangaza yakipinga marufuku kwa madai ya sababu za kiusalama na utulivu wa umma. Licha marufuku hao, viongozi wa muungano wa C64 wanaendelea kuhamasisha wafuasi wao kushiriki katika shughuli hiyo ya kupinga kile wanachokiita ni njama kubadili katiba ya nchi. Kwa mujibu wa msemaji wa muungano huyo Prince Penge, zaidi ya watu 20,000 walikuwa wamejitokeza kuunga mkono maandamano hayo. Asubuhi ya siku hiyo hali ilipotiwa kuwa ya tulivu katika maeneo yanayozunguka Palais du Peuple. Hata hivyo, vikosi vikubwa vya polisi wa taifa wa Kongo vilikuwa tayari vimepelekwa katika barabara kuu zote zinazoelekea katika eneo la bunge ili kuzuia mkusanyiko wote au waandamaji. Mambo yalianza kubadilika mwanzoni mwa mchana wakati mamia wanachama na wafuasi wa upinzani walipokusanyika katika makao makuu ya chama cha ECD iliyopo kwenye Boulevard Triomphale. Kutoka hapo walijaribu kuelekea katika eneo la Palais du Peuple kwa maandamano ya miguu. Kwa zaidi ya saa moja waandamaji walikabiliana uso kwa uso na vikosi vya usalama vilivyokuwa vikimejipanga kuzuia maandamano hayo. Baada ya mvutano huo, polisi walichukua hatua za kuwatawanya waandamaji. Kwa mujibu wa washuhuda, vikosi vya usalama vilitumia mabomu ya kutoa machozi pamoja na risasi za onyo angani ili kudhibiti kundi la waandamaji. Hatua ilisababisha taharuki kubwa, huku watu wakikimbia ovyo na kuvurugika kwa shughuli za usafiri katika maeneo kadhaa ya katikati mwa mji wa Kinshasa. Baadhi ya washiriki wa maandamano walieleza kuwa walikumbana na wakati mgumu wa kuondoka eneo hilo kutokana na msongamano wa hali ya sintofahamu iliyotokea baada ya matumizi ya gesi ya kutoa machozi. Siku hilo limezua mjadala mkubwa katika duru za kisiasa nchini Kongo, hasa kuhusu uhuru wa kufanya maandamano na nafasi ya upinzani katika kutoa maoni yake kuhusu masuala ya kitaifa. Wakati huo, viongozi wa upinzani wanaendelea kusisitiza kuwa walikuwa wakitekeleza haki yao ya katiba na kuandamana kwa amani. Hadi kufikia wakati wa kuchapishwa kwa taarifa hii, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikuwa bado haijatoa tamko rasmi kuhusu matukio hayo wala kujibu madai yaliyotolewa na viongozi wa muungano wa upinzani C64. Wananchi na wadau mbalimbali wa kisasa wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hiyo, hasa kutokana na umuhimu wa mjadala kunaohusu mustakabali wa katiba na mwelekeo wa kisiasa wa nchi katika kipindi kijacho. Takribani watu 1,000 wanaosafiri kati ya mji wa Bukavu na Uvira wamekwama kwa siku kadhaa katika vizuizi vilivyowekwa kwenye barabara taifa namba 5. Anazidi kuzua wasiwasi mkubwa wa kibinadamu na kiuchumi katika mkoa wa Kivu Kusini. Tahadhari hiyo imetolewa na mbunge wa mkoa wa Kivu Kusini Amani Katembera Didier kupitia barua aliyomwandikia gavana wa mkoa huo. Nakala barua imefika pia kwa vyombo vya habari mbalimbali nchini. Kwa mujibu wa mbunge huyo, mamia wasafiri wanaendelea kusalia mbele ya vizuizi vilivyowekwa kwenye njia hiyo muhimu kubwa kikabiliana na hali ngumu ya maisha. Wengi wao wanalazimika kulala nje bila makazi ya muda, bila huduma za msingi na katika mazingira ambayo yanahatarisha afya na usalama wao. Katika waraka wake, mbunge Katembera anaeleza kuwa hali hiyo imefika
kiwango cha kutia wasiwasi mkubwa kutokana na idadi kubwa ya watu walioathirika kila siku. Amesema kwa baadhi ya familia, wanawake, watoto na wazee wamejikuta wakikesha barabarani kwa siku kadhaa wakisubiri suluhisho la kurejeshwa kwa usafiri katika njia hiyo. Kwa mujibu wa taarifa hizo, abiria hao wanalala chini ya anga wazi wakabiliana na baridi, mvua na ukosefu wa huduma muhimu kama chakula, maji safi na huduma za afya. Aliongeza hofu ya kutokea kwa matatizo ya kiafya na kibinadamu ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Mgawe amesisitiza kuwa kusitishwa kwa usafiri kati ya miji ya Bukavu Uvira kuna athari kubwa katika nyanja mbalimbali za maisha ya wananchi. Kwa upande wa uchumi, anasema wafanyabiashara wengi wameathirika kwa kushindwa kusafirisha bidhaa zao kati ya miji hiyo miwili, hali inayosababisha hasara kubwa ya kifedha. Kwa upande mwingine wa kijamii, wanafunzi waliogonjwa na wananchi wanaohitaji huduma mbalimbali wamejikuta wakikambwa bila uwezo wa kufika katika maeneo wanayokusudia. Huduma za utawala na shughuli za kibinadamu zimeathirika kutokana na ugumu wa usafiri katika eneo hilo. Kutokana na kufungwa kwa barabara hiyo, wananchi wengi wamekuwa wakilazimika kutumia njia mbadala ambazo ni ndefu zaidi, gali zaidi ya mara nyingi hazina usalama wa kutosha. Baadhi ya wasafiri wamelazimika kupitia njia pembezoni ambazo zinawachukua muda mrefu kufika wanakokwenda, huku wakikabiliwa na changamoto mbalimbali hizi njiani. Munga Katembera ndai kwa baadhi ya wasafiri wamelazimika kutumia pesa hadi 1500 katika malipo mbalimbali za vizuizi pamoja na gharama za usafiri, kiwango ambacho ni kikubwa mno kwa wananchi wengi wa kawaida. Kwa mujibu wake, aliyo ameongeza mateso kwa wananchi ambao tayari wamenakabiliwa na changamoto za kiuchumi na kutokana na hali ya maisha na mzozo unaendelea katika sehemu mbalimbali za mashariki mwa nchi. Kutokana na maagizo ya mbunge huyo, amemwomba gavana wa mkoa Kivu Kusini kuingilia kwa kati kwa haraka ili kuhakikisha kwa barabara ya Bukavu vile nafunguliwa tena. Amesema kwa mili huo ni muhimu sana kwa biashara, usafiri wa watu, utoaji wa misaada ya kibinadamu na upatikanaji wa huduma za serikali. Wachambuzi wa masuala ya maendeleo wanaeleza kuwa barabara taifa namba 5 ni moja njia muhimu zaidi zinazounganisha maeneo ya kusini mwa mkoa wa Kivu Kusini. Kufungwa kwake kuna athiri moja kwa moja shughuli za kiuchumi kati ya Bukavu, Uvira na maeneo mengine ya mpakani. Ikumbuke kuwa usafiri katika sehemu hiyo ya Bukavu Uvira imekuwa ikihusishwa kwa wiki kadhaa baada ya waasi wa M23 kujiondoa katika baadhi ya maeneo ya bonde la Uvira. Tangu wakati huo, hali ya usalama pamoja na masuala ya usimamizi wa njia hiyo endelea kuwa sababu ya kurejeshwa kwa mzunguko wa kawaida wa usafiri. Wakati wananchi wakiendelea kusubiri hatua kutoka kwa mamlaka za mkoa, wa mamia ya abiria waliokwama katika njia hiyo wanaendelea kukabiliana na hali ngumu, huku wakitumaini suluhisho la haraka litapatikana ili kurejesha usafiri na kupunguza mateso yao. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ameongeza siku ya jana Jumatatu tarehe 12 Juni kikao cha 92 cha kawaida cha baraza la mawaziri kilichofanyika katika Cité de l'Union Africaine. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya rais wa Jamhuri, kikao hicho kilijadili masuala mbalimbali muhimu yanayohusu maisha ya taifa, maendeleo ya nchi pamoja na changamoto zinazokabili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kipindi hiki. Mbali na hotuba ya mawasiliano ya mkuu wa nchi kwa wajumbe wa serikali, baraza la mawaziri lilifanya tathmini ya mafanikio yaliyopatikana katika sekta muhimu na kujadili hatua zinazopaswa kuchukuliwa ili kuimarisha ustawi wa wananchi. Miongoni mwa masuala yaliyotajwa mjadala katika kikao hicho ni hali ya mapambano dhidi ya ugonjwa wa Ebola unaendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Serikali imeeleza kuridhishwa na hatua zinazopatikana katika juhudi za kudhibiti ugonjwa ambao kwa miaka mingi umekuwa ukisababisha vifo na changamoto kubwa za kiafya katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa tathmini iliyowasilishwa mbele ya baraza la mawaziri, hatua za haraka zilichukuliwa na serikali kwa kushirikiana na wataalamu wa afya pamoja na washirika wa kimataifa zinamechangia kupunguza kasi ya maambukizi na kuimarisha ufuatiliaji wa ugonjwa katika maeneo yaliyoathirika. Baraza hilo limehimiza kuendelea kwa juhudi za uhamasishaji kwa wananchi, ufuatiliaji wa wagonjwa na utoaji wa huduma za afya ili kuhakikisha ugonjwa huo unadhibitiwa kikamilifu na kuzuia uwezekano wa kusambaa katika maeneo mengine ya nchi. Swali lingine lilijadiliwa ni maandalizi ya ushiriki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mashindano ya 29 ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Serikali imeanza kutathmini maandalizi yanayohitajika katika sekta mbalimbali kuhakikisha nchi inashiriki kamilifu katika tukio kubwa la kimataifa la michezo. Wajumbe wa baraza la mawaziri walijadili umuhimu wa kutumia mashindano hayo kama fursa ya kutangaza Kongo kimataifa, kuimarisha diplomasia na michezo ya kuhamasisha vijana
kushiriki katika shughuli za michezo zinazochangia maendeleo ya taifa. Serikali imeagizia hali ya uraia wa Kongo wanaishi nchini South Africa. Swala hilo limepewa umuhimu mkubwa kutokana na changamoto mbalimbali zinazowakabili baadhi ya wananchi wa Kongo wanaoishi nje ya nchi, ikiwemo masuala ya kijamii, kiuchumi na usalama. Baraza la mawaziri zimejadili njia ya kuimarisha ulinzi na ustawi wa raia wa Kongo wanaishi Afrika Kusini, pamoja na kuendelea kufuatilia hali hiyo kwa karibu kupitia balozi na taasisi husika za serikali. Mbana masuala makuu, kikao hicho pia kilizunguza na kupitisha nyaraka pamoja maafa mbalimbali yanayohusiana na usimamizi wa sekta tofauti za maendeleo ya taifa. Mawaziri waliwasilisha taarifa kuhusu maendeleo ya shughuli katika wizara zao na changamoto zinazohitaji hatua za serikali. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kuwa vikao vya baraza la mawaziri vina nafasi muhimu katika kupanga mwelekeo wa sera za serikali na kufuatilia utekelezaji wa maamuzi yanayolenga kuboresha maisha ya wananchi. Kikao cha 92 cha baraza la mawaziri kinafanyika katika kipindi ambacho serikali ya Kongo inaendelea kukabiliana na changamoto mbalimbali zikiwemo masuala ya usalama mashariki mwa nchi, magonjwa ya mlipuko, maendeleo ya kiuchumi pamoja na masuala ya kijamii na yanayohitaji ufumbuzi wa haraka. Kwa sasa serikali imeahidi kuendelea kuchukua hatua zinazofaa kuimarisha usalama, afya, michezo na ustawi wa raia wa Kongo ndani na nje ya mipaka yake. Ni kupitia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kupitia Kivu News Africa tarehe 13 Juni mwaka 2026. Tunashukuru kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Basi kwa habari zaidi na matukio endelea kufuatilia Kivu News Africa kupitia majukwaa yetu mbalimbali. Tunaendelea kuhabarisha kwa wakati na kwa uhakika kuhusu kile kinachoendelea ndani na nje ya nchi. Na basi kabla ya kuhitimisha matangazo yetu ya asubuhi leo, nilikukumbusha kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla kuondoka, ningekomba na kusifu kitu kimoja, kisha subscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha wanasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloja Longa. Basi nakutakia asubuhi njema ya mafanikio tele na safari njema katika mafanikio kwa kila siku. Na ni kwa nini tutakutana katika matangazo yetu ya mchana kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi bye bye na chao, baki salama na asubuhi njema. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Audio Jungle.